Mtume na nabii Joshua Chris hapa. Karibu katika kipindi chetu, kipindi cha Kona ya Maarifa. Namwamini Mungu leo tena Mungu atatusogeza hatua nyingine, na hatua hii itaongeza maarifa kwenye maisha yetu, na maarifa kwa kadiri yanaongezeka. Kwa mujibu wa Biblia ni ukweli usiopingika ya kwamba maangamizi yanakuwa yanapungua. Mtu wa Mungu, napenda uelewe, hauangamii kwa sababu shetani ana nguvu sana. Hauangamii kwa sababu ufalme wa giza una nguvu sana. Hosea 4:6, watu wa Mungu wanaangamia kwa kuyakosa maarifa. Na ndio maana Mungu kwa neema yake ametupa kipindi hiki cha Kona ya Maarifa. Lengo lake ni kupata maarifa, na kwa kadiri unaongeza maarifa ndio kwa kadiri kuangamia kwenye eneo fulani la maisha yako kuna kwenda kupunguka. Leo kwa neema ya Mungu nitakuwa nakuletea ujumbe wenye kichwa. Ninaleta kwako ujumbe wenye kichwa, namna 3 baraka yako itageuzwa mwelekeo. Namna 3 au jinsi 3 ambavyo baraka yako, baraka ambayo Mungu amekukusudia wewe, jema ambalo Mungu amekukusudia wewe, litageuzwa mwelekeo. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, yapo majibu mengi ya kwa nini mtu atashindwa kuiona baraka fulani kwenye maisha yake, licha ya maombi mengi anayoyafanya au kufanyiwa, licha ya bidii nyingi anazifanya ili kuona jema au baraka fulani. Ziko sababu nyingi au majibu mengi ya kwa nini bado atashindwa kuiona ile baraka. Lakini moja ya sababu ambayo kwa bahati mbaya sana haijafahamika na watu wengi ni ile baraka yake au lile jema lake kugeuzwa mwelekeo. Yani baraka kweli ilikuwa ya kwako, lakini kwa namna fulani za kiroho na namna fulani za mwilini, hii baraka itageuzwa mwelekeo. Ninaposema baraka kugeuzwa mwelekeo, ni kwamba baraka ni ya kwako. Aliyekusudiwa kuipata baraka hii ni wewe, lakini baraka hii hautaipata. Itaelekea kwa mtu mwingine, ataipata mtu mwingine. Namna 3 baraka ya mtu itageuzwa mwelekeo. Elewa mtoto wa Bwana, baraka huwa zinageuzwa mielekeo. Yani unaona kabisa hii baraka ilikuwa ya mtu fulani, aliyestahili ni mtu fulani. Inawezekana mpaka Mungu mwenyewe alitaka baraka hiyo iwe ya mtu fulani, lakini utakachokiona baraka hiyo inatokezea kwa mtu mwingine. Ndipo ninapokufundisha namna 3 au jinsi 3 ambazo baraka ya mtu itageuzwa mwelekeo. Haitafika kwa mtu huyo, na badala yake baraka hii itaonekana kwa mtu mwingine. Nataka jambo la kwanza uelewe, baraka inaweza ikageuzwa mwelekeo. Hilo ndio jambo la kwanza la muhimu. Lakini uelewe baraka hiyo itageuzwa mwelekeo kwa namna 3. Nini maana ya baraka kugeuzwa mwelekeo? Baraka kugeuzwa mwelekeo, nimekuambia kwa ufupi, ni kitendo au tendo la baraka fulani iliyoamriwa na Mungu kuelekea kwa mtu fulani kushindwa kuonekana kwa mtu aliyekusudiwa, na baraka ile ikaonekana kwa mtu mwingine ambaye ukweli hakukusudiwa. Hiyo ndio maana fupi kabisa ya maana ya baraka kugeuzwa mwelekeo. Sasa mimi nataka uelewe ziko namna 3. Namna 3 baraka kugeuzwa mwelekeo. Namna ya kwanza, elewa mtu wa Mungu,
Zipo namna tatu ambazo kwazo baraka ya mtu itageuzwa mwelekeo. Na namna ya kwanza ni baraka yenyewe iliyoamriwa kuja kwako itaelekea kwa mtu mwingine. Yani baraka yenyewe ambayo imeamriwa na Mungu kuja kwako. Ile baraka kwa sababu moja ama nyingine itaelekea kwa mtu mwingine. Ninataka uelewe, mtoto wa Bwana, baraka huwa zinaamriwa kwenda mahali fulani. Uelewe kuna viwango vya kubarikiwa, na moja ya kiwango cha mtu kubarikiwa ni Mungu mwenyewe kuiamuru baraka fulani kuja kwenye maisha yako. Yaani Mungu mwenyewe ataiamuru baraka fulani ije kwako. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8, maandiko yanasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Sasa hizi baraka ambazo Mungu ameziamuru zije kwako zitageuza mwelekeo na kuelekea kwa mtu mwingine. Hiyo ndio namna ya kwanza. Baraka yenyewe iliyoamriwa kuja kwako itaelekezwa kwa mwingine. Yani Mungu ameiamuru ije kwako, lakini ile baraka utaiona. Elewa, mtu wa Mungu, ni tabia ya Mungu kuamuru baraka iende kwa mtu fulani. Elewa, pale tu baraka inapokuwa imeachiliwa, waovu mara moja watageuza mwelekeo wa ile baraka na itaelekea kwa mtu mwingine ambaye hakukusudiwa mwanzo, hakukusudiwa pale kwanza. Kwa baraka ikishaamriwa, kabla haijafika kwako, elewa waovu wana uwezo wa kufahamu haya ni majira yako ya kubarikiwa. Waovu wana uwezo wa kufahamu hizi ni nyakati zako za kubarikiwa. Wana uwezo wa kufahamu kwa namna za rohoni ya kwamba baraka zimekwisha achiliwa kwa ajili yako. Na waovu wakishafahamu namna hii, elewa wao watageuza mwelekeo wa ile baraka. Badala ya kuja kwako, wataielekeza kwa mtu mwingine. Hii ndio namna ya kwanza ya baraka kugeuza mwelekeo na kwenda kwa mtu ambaye hakulengwa. Lakini namna ya pili ni hiyo hapo, mtu aliyebeba baraka yako ataelekezwa kwa mtu mwingine. Yani mtu aliyebeba baraka yako, mtu ambaye Mungu amembebesha mema yako. Elewa, ni tabia ya Mungu kutumia mtu kubariki mtu. Baraka zako zipo na Mungu, lakini namba mbili, elewa baraka zako zipo na watu fulani wa Mungu. Yani Mungu huwa anatumia watu kubariki watu. Usisahau kweli huo, mtoto wa Bwana, ya kwamba Mungu anatumia watu kubariki watu. Sasa baraka zako zina geuzwaje mwelekeo? Namna tatu ya baraka kugeuzwa mwelekeo. Namna ya kwanza nimekuambia, baraka iliyoamriwa itageuzwa mwelekeo na waovu. Lakini namna ya pili nimekuambia, mtu aliyebeba baraka yako ataelekezwa kwa mwingine. Yani badala ya kukubariki wewe, huyo mtu atasababisha akambariki mtu mwingine ambaye hakulengwa na Mungu. Nimekuambia ni tabia ya Mungu kutumia mtu kubariki mtu. Kuna watu wamebeba baraka zako, lakini wao kubeba baraka zako sio garantia kwamba watazifikisha kwako. Uelewe, ufalme wa giza unaweza ukafanya lolote, na huyo mtu aliyebeba baraka zako akashindwa kujisikia kukubariki wewe, na badala yake akambariki mtu mwingine. Baraka ni za kwako, lakini huyo mtu amembariki mtu mwingine. Elewa, mtoto wa Bwana, jambo hilo. Elewa, waovu watafanya, mawakala wa giza watasababisha watu wanaopaswa kukubariki wewe wakashindwa kukubariki wewe. Hiyo ndio namna ya pili. Wamebeba baraka zako, lakini hawakubariki wewe. Huyo mtu akaenda kumbariki mtu mwingine ambaye wala hakukusudiwa na Bwana. Hiyo ni namna ya pili. Watachezesha kwa namna zao, na hiyo baraka utabarikiwa wewe, badala yake atabarikiwa mwingine. Kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa kwanza na kuendelea. Mwanzo 27
mstari wake ni wa kwanza na kuendelea. Neno la Bwana linakuonyesha pale Isaka anamwambia Esau, mwanangu, chukua podo lako na upinde wako, nenda kawinde, nitengenezee chakula kitamu nikipendacho, ili nikubariki. Hii ina maana Isaka amebeba baraka kwa ajili ya Esau, lakini hakubarikiwa Esau. Neno la Mungu linakuonyesha aliyekuja kubarikiwa kwa baraka hii alikuwa Yakobo. Hivyo baraka ya Esau ilielekea kwa Yakobo. Isaka amebeba baraka ya Esau, lakini imegeuzwa. Badala ya kuipokea Esau, akaenda kuipokea Yakobo. Mtu wa Mungu, napenda uelewe, ndivyo ilivyo. Baraka zako zitageuzwa mwelekeo. Na namba 2 ni hiyo, mtu aliyebeba baraka kwa ajili yako, kuna litakalofanywa rohoni na mwilini, na huyo mtu hata kubariki wewe, na badala yake atambariki mtu mwingine. Na namna ya 3 na ya mwisho katika hizo namna 3, baraka inageuzwa uelekeo. Namna 3 baraka yako inageuzwa mwelekeo. Namna ya 3 ni hiyo hapo, mtu mwenyewe kuelekea kwingine ambako hata kutana na baraka yake. Yaani elewa, wewe mwenyewe uliyelengwa kubarikiwa, wewe mwenyewe utajikuta unaelekea mahali ambapo huwezi kukutana na baraka yako. Elewa mtu wa Mungu, kuna mahali lazima uwepo ili ukutane na baraka yako. Kumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema Mungu akajifunua kwa Ibrahimu, akamwambia, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, nenda mpaka mahali nitakapokuonyesha, na ukifika pale baraka hizi zitakutana na wewe. Uelewe mtoto wa Mungu, pako mahali ambapo lazima uelekee huko, siku kwa siku, mwezi, mwaka kwa mwaka, na huko ukielekea ndiko utakakokutana na baraka zako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10, Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema, nabii Samueli akamwambia Sauli, unapoondoka kwangu leo utafika mahali fulani, na utakapofika pale utakutana na watu wanabeba mikate 3. Watakubariki we mikate 2. Mikate ni lugha ya kinabii na ni ishara ya baraka, lakini ilibidi aende pale alipoelekezwa na nabii wa Mungu, mahali sahihi ili akutane na baraka yake. Elewa mtu wa Mungu, kila waovu watafanya au kila ufalme wa giza unafanya siku zote ili kukupinga we kubarikiwa, wanakupeleka mahali ambako huwezi kukutana na hiyo baraka. Wanageuza mwelekeo wako, yani unakosa uwezo wa kujua saa ngapi uwe wapi, unafanya nini, halafu ukiwa pale utakutana na baraka zako. Ndio nimekuambia namna ya 3 ya baraka yako kugeuzwa mwelekeo ni mtu mwenyewe uliokusudiwa kubarikiwa kuelekea kwingine ambako hautaweza kukutana na baraka yako. Hizi ndizo namna 3, mtu wa Mungu, baraka kugeuzwa mwelekeo. Kwa neema ya Mungu nimekufundisha hizo namna 3. Namna 3 ambazo baraka itageuzwa mwelekeo. Moja, baraka yenyewe iliyoamriwa kuja kwako itaelekezwa kwingine. Namba 2, mtu aliyebeba baraka yako ataelekezwa na kubariki mwingine. Lakini namba 3, wewe mwenyewe unayekusudiwa kubarikiwa hautaelekea, utaelekea kwingine ambako hautakutana na baraka. Hizi ndizo namna 3 za baraka yako kugeuzwa mwelekeo. Mtu wa Mungu, kwa dakika chache sasa niombe na wewe kwa habari ya haya mambo 3. Habari ya mambo 3 nitaomba na wewe kwa ufupi kabisa. Muamini Mungu atatenda kitu kwenye maisha yako, lakini nataka wewe mwenyewe endelea kuombea vitu hivi. Maadamu umepata maarifa, tendea kazi maarifa.
yaweke maarifa kwenye matendo. Omba kabisa baraka zako zilizoamriwa kuja kwako zisielekee kwa mtu mwingine, lakini omba wewe ukutane na mtu aliyebeba baraka zako. Lakini namba 3, nataka uombe Roho Mtakatifu aendelee kuwa kiongozi kwako na kuongoze kuwa mahali ambako utakutana na baraka zako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya mtoto wako huyo. Asante kwa kuwa wewe upo, kila kitu ni salama. Mungu mwema, Mungu mwaminifu, ninaomba kwa ajili ya mtu wako huyo aliyefuatilia kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, hasa katika fundisho hili kwa habari ya namna 3 baraka zake zinaweza kugeuzwa mwelekeo. Sai Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, baraka yoyote iliyoamriwa na wewe kuyafikia maisha yake, ninanena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, haitageuzwa kuelekea mtu mwingine. Kwa mamlaka jina la Yesu, mwovu yoyote, wakala yoyote wa giza anayetafuta kuigeuza baraka mtu huyu mwelekeo na kuielekeza kwa mtu mwingine, ninashusha mwovu huyo, ninamdhibiti mwovu huyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo kwa mamlaka jina la Yesu, Jehova Mungu mwema, Mungu mwaminifu, ninatamka baraka ulizoziamuru zielekee kwenye maisha mtu huyu, zitayafikia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninanena sahihi Bwana, yeyote aliyebeba baraka za mtu wako huyo akakutane naye na akambariki kwa jina la Yesu. Wala aliyebeba baraka za mtu huyo hata bariki mwingine, ninanena rohoni na mwilini akakutane na mtu wako huyo na aziachilie baraka hizo kwa mtu wako huyu uliyemkusudia. Sai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, roho yoyote Bwana inayomuondosha mtu wako huyo kutoka mahali sahihi, Jehova, roho yoyote inayompotosha na kumweka mahali ambako hawezi kukutana na baraka zake, ninaivunja roho hiyo, ninapiga roho hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho hiyo ivunjike, roho hiyo inyamaze kwa mamlaka jina la Yesu. Ninatamka sahihi kuanzia sasa, Bwana, mtu wako huyu kokote anakoelekea ni kule ambako atakutana na mema, ushindi na baraka zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen tena amen. Ni mtume na nabii Joshua Chris hapa, na nilikuwa nawe katika kipindi cha Kona ya Maarifa. Endelea kufanyia kazi maarifa uliyoyapata, lakini zaidi sana endelea kufuatilia vipindi vingine vyote vya Kona ya Maarifa kwenye YouTube yangu ya Jocrim TV. Vipindi viko vingi vya kutosha, endelea kufuatilia na kupata maarifa kabisa kule. Lakini katika YouTube yetu hii ya Jocrim TV utakutana mafundisho mengine mengi, mafundisho ya maombi, vipindi vya kutoka madhabahuni. Ni kuombe endelea kufuatilia, lakini zaidi sana ninaomba usubscribe ili uendelee kupewa taarifa kila tunapoachilia kazi kule. Na zaidi ya yote ninakuomba mtoto wa Mungu, mjulishe na ndugu yako na rafiki yako yule kwa habari ya kazi inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, ili kwa pamoja tuyapate maarifa na ule ushindi Mungu aliyotukusudia kupitia vipindi hivi tukauone kwenye maisha yetu. Mpaka wakati mwingine nitakapokutana na wewe katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, ninasema bye bye.